Katika safari yetu ya hekima iliyopita tulikaa katika hadhira, siku ya harusi ya Sulemani na bibi harusi wake. Sawa, si leo tunapoendelea katika sura ya 5 ya wimbo wa Sulemani. Sherehe ya harusi imekwisha. Wanandoa wenye furaha wamekamilisha fungate yao kama tunavyoita, na sasa wameanza maisha yao mapya ya ndoa, utaratibu. Na sasa kitu ambacho wanandoa wote hupitia kinatokea. Mwandishi mmoja alielezea kwa maneno ya saa ya mchanga. Mara tu wanandoa wanapopendana sana, saa hiyo ya mchanga inageuzwa, na kuna mchanga wa kutosha katika saa hiyo ya mchanga kudumu kwa takriban miezi 12 hadi 18. Na baada ya hapo, aliandika, na nadhani kwa uhalisia, mvuto wa kijinsia na mvuto wa kimapenzi unaweza kubaki, lakini huacha kuwa gundi kuu inayoshikilia uhusiano pamoja. Ndiyo maana kwa njia, ndoa za watu wengi katika utamaduni wetu leo hazidumu zaidi ya miaka 2. Zilijengwa kabisa juu ya misingi ya kimwili, ya kimapenzi. Hata wanandoa wa Kristo wanagundua baada ya miaka 2 kwa wastani kwamba ndoa haijengwi chumbani. Inajengwa pale sebuleni, jikoni, katika maisha ya kila siku. Sasa tunapofikia sura ya 5 katika hadithi hii ya mapenzi, saa ya mchanga imeisha mchanga, kwa kusema hivyo. Bibi arusi wa Sulemani anasema hapa katika mstari wa 2, nililala, lakini moyo wangu ulikuwa macho. Sauti, mpenzi wangu anabisha. Nifungulie dada yangu, mpenzi wangu, hua wangu, mkamilifu wangu. Nini kinatokea? Sulemani anamtaka mke wake, lakini yeye hana hisia. Anasema hapa katika mstari wa 3, nilikuwa nimevua vazi langu, ningewezaje kulivaa tena? Nilikuwa nimeosha miguu yangu, ningewezaje kuichafua? Naam, yeye huja karibu. Anasema hapa katika mstari wa 6, nilimfumbulia mpenzi wangu, lakini mpenzi wangu alikuwa ameondoka na kwenda. Kweli amechukulia kibinafsi na ameondoka, na sasa amejitenga na yeye hana hisia. Na katika hatua hii, mchakato wa kujenga ndoa unaanza kutokea. Mara nyingi nimewaambia waume na wake kwamba wakati mnapokuwa mnakutana, na katika siku za mwanzo za ndoa yenu, kwa kiasi kikubwa ni njia laini. Lakini wakati fulani baadaye, lori linakuja mlangoni kwako na kuacha mzigo wa matofali, na unaanza kwa bidii wakati huo, ama kujenga ukuta kati yako na mwenzi wako, au kujenga njia kuelekea kwa kila mmoja. Na unapaswa kuamua kila siku jinsi utakavyojenga hayo matofali. Sasa kwa bibi harusi huyu mstari wa 9 unakuwa hatua ya mabadiliko. Anakuwa na ndoto hapa na anaanza kuwaambia marafiki zake wote, binti za Yerusalemu, unajua jinsi mume wake alivyo mtu mzuri, na ingawa si mkamilifu, lakini anazingatia tena sifa zake bora. Anasema hapa katika mstari wa 16, huyu ni mpendwa wangu, huyu ni rafiki yangu. Unajua, ni rahisi kupoteza mtazamo wa sifa bora za mtu uliyemuoa. Nilisoma muda fulani uliopita kuhusu wanandoa ambao walikuwa wamevunjika moyo, na kila mmoja, wote wawili kwa siri, walipata mtu mwingine mtandaoni. Walianza kuendeleza uhusiano na mtu huyo. Walibaki bila kujulikana kupitia tovuti hii ya uchumba, lakini walionekana kuelewana vizuri sana. Kila mmoja wao alipata roho ya kindugu ambayo waliamini walikuwa wanakosa kwa mtu waliyemuoa. Basi mwanaume hatimaye aliamua kukutana na mwanamke mwingine, na bila kujua, mke wake alikuwa ameamua kukutana na mwanaume mwingine alikuwa amempenda. Usiku huo huo walipanga kisingizio cha kuondoka nyumbani karibu wakati mmoja. Walipokutana na mtu mwingine, hatimaye waligundua kwa mshangao wao kwamba mtu mwingine alikuwa mwenzi wao wa ndoa. Yule waliyemtaka alikuwa ni mwenzi waliyekuwa naye tayari. Ningependa kupendekeza kwamba uweke orodha ya kiakili ya sifa za yule uliyemuoa. Inaweza kuwa wazo zuri kupitia orodha hiyo mara kwa mara. Sawa, sasa hapa katika sura ya 6 inaonekana kwamba wanandoa wamepatana. Mke anasema hapa katika mstari wa 3, mimi ni wa mpenzi wangu na mpenzi wangu ni wangu. Nikuambie kitu, maneno haya yanaeleza jambo muhimu sana.
yanaonyesha kujitolea na upekee. Nikuambie waume wenzangu, hayo ni maneno ambayo mke wako anataka kukuelekezea. Mimi ni wa mpenzi wangu na mpenzi wangu ni wangu. Kwa hayo Sulemani anarudi kumsifu kwa neema kama alivyofanya siku ya harusi yake. Sasa hapa katika mistari ya 8 na 9 tunahitaji kushughulikia ugumu wa kile kinachoonekana kuonyeshwa. Sulemani anazungumza na anaandika hapa, kuna malkia 60 na masuria 80 na mabikira wasio na idadi. Wanawake vijana walimwona na kumwita heri. Malkia na masuria pia nao wakamsifu. Sasa kuna mjadala mwingi bila shaka kuhusu ni wa mfalme gani hawa wanawake wanatoka. Je, hii ni mahakama ya kifalme ya Sulemani au ya mfalme mwingine wa kigeni? Je, hawa ni watu wake wa karibu ambao wanaweza kuwa wanamtembelea Sulemani? Ukweli ni kwamba hatuwezi kusema kwa uhakika, lakini tunachojua ni kwamba hapa katika mstari wa 10 sifa za Sulemani ni kwa ajili ya mke wake pekee. Sasa hapa katika mstari wa 13 hatimaye tunajifunza jina la mke wa Sulemani. Kweli, kwa namna fulani hapa anaitwa Mshulami. Sasa hii inaweza kumaanisha anatoka Shunemu, mji katika bonde la Yezreeli katikati ya Israeli, lakini zaidi ya yote hii ni jina la utani la Sulemani kwake, kama vile unavyoweza kumwita mwenzi wako asali au sukari au mpenzi. Ni jina lako la utani kwa mpendwa wako. Sasa katika sura yote ya 7 na sura ya 8, Sulemani na Mshulami wao wanabadilishana maneno ya mapenzi, sifa za karibu na za hisia. Lakini nataka kutoa maoni kadhaa kutoka sura ya 8. Wakati wimbo huu unapoanza sasa, ubeti wake wa mwisho, kwa kweli nataka kuchora kutoka hapa kanuni 3 ambazo kila mume na mke leo wanaweza kutumia wanapojenga njia ya mawe ya hatua kuelekea kwa kila mmoja. Tutaita jiwe la kwanza la hatua, na hili ni udumishaji. Mshulami anasema hapa kwa Sulemani katika mstari wa 6, nitie kama muhuri moyoni mwako, yaani hisia zako, kama muhuri juu ya mkono wako, yaani nguvu zako. Sasa muhuri katika ulimwengu wa kale kawaida uliundwa kwa kubonyeza. Pete iliyoandikwa kwenye nta ulianzisha umiliki. Iliongea kuhusu udumishaji. Kwa hivyo anamuomba Sulemani aweke wazi, si kwake tu bali kwa ulimwengu wao, kwamba hisia zake kwake ni za kudumu. Imetiwa muhuri. Jiwe la pili la hatua tunaweza kuliita uvumilivu. Anasema hapa katika mstari wa 7, maji mengi hayawezi kuzima upendo, wala mafuriko hayawezi kuuzamisha. Kauli hii inazungumzia uvumilivu. Ninapoomba sala ya mwisho ya kujitolea, kila ninaposimamia sherehe ya harusi, mara nyingi ninashikwa na mawazo ya mafuriko ambayo wanandoa hawa watakabiliana nayo. Majaribu, maumivu ya moyo na kukatishwa tamaa vitakuja pamoja na furaha zote, baraka na kicheko. Na najua wataziona zote na watahitaji kuvumilia. Kwa hivyo, fikiria kwa njia hii. Sala inafanya kazi kwa Mkristo, lakini lazima ufanye kazi katika sala. Sala inafanya kazi, lakini sala ni kazi ngumu. Vema, ndoa inafanya kazi, lakini lazima ufanye kazi katika ndoa yako. Ndoa inafanya kazi, lakini ndoa ni kazi ngumu. Kwa nini? Kwa nini iwe hivyo? Kwa nini inabidi iwe hivyo? Vema, kwa sababu ndoa ni muungano wa wenye dhambi wawili. Ndiyo sababu. Lakini ikiwa ndoa yako inajumuisha kanuni za kudumu na uvumilivu, wakati mafuriko hayo yanapokuja, utaruka nje ya meli. Badala yake utafunika mianya na utaendelea kusafiri pamoja. Vema, kuna jiwe la mwisho la kupita na tutaita hii dhamani isiyo na kifani. Sikiliza maneno haya ya wimbo hapa katika mstari wa 7. Kama mtu angependekeza kwa upendo utajiri wote wa nyumba yake, angepuuzwa kabisa. Kwa maneno mengine, upendo wa kweli hauwezi kununuliwa.
haina lebo ya bei. Kinachofanya upendo kuwa wa thamani isiyo na kifani ni kwamba unaweza tu kutolewa na kupokelewa kama zawadi. Kwa hivyo mistari ya kumalizia inaonyesha Sulemani akitamani kusikia sauti ya mke wake kwa karibu anapomwalika kuharakisha. Tazama, ndoa yao imejengwa juu ya kujitolea kwa Bwana na kwa kila mmoja. Hivi ndivyo unavyojenga ndoa muda mrefu baada ya fungate kuisha. Na vizuri, kwa hayo tunafikia mwisho wa wimbo wa nyimbo huu, wimbo wa mapenzi, moja kwa moja kutoka moyoni mwa Mungu. Mpaka safari yetu ya hekima inayofuata, wapendwa, tutakapoanza kitabu cha Isaya pamoja, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.